kutujalia neema mimi na wewe kuwepo asubuhi ya leo mahali hapa. Mungu ana shabaha ya mimi na wewe. Ndiyo maana akafanya tuone pambazuko la asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, tunajua kama leo ni siku yetu ya maombi, siku ambayo tunakuja na rekete zetu kumpelekea Mungu wetu, na hivyo tunakuwa na kawaida ya kutoa neno fupi ambalo linatuhimiza katika safari ya kwenda mbinguni, na tutakwenda kusoma neno hilo katika kitabu cha Mezali. Tutasoma Mezali ya 18, mstari mmoja tu utatutosha, mstari wa 21. Mezali ya 18 mstari wa 21. Ndio 18 mstari wa 21. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ndiyo, nimeandaa neno fupi mahali hapa katika andiko tulilolisoma, na liko fupi kwa kweli, ambalo linasema mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, na waupendao watakula matunda yake. Neno ambalo tutalizungumzia mahali hapa ni neno uwezo. Andiko lote limesema mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi. Neno letu la msingi ni neno uweza au uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Kibiblia neno uwezo kulingana na lugha ya Kiyunani, maana Biblia imeandikwa kwa lugha za watu waliotangulia kuchaguliwa na Mungu, yaani taifa la Israeli, na humo ndimo mna lugha ambazo zilizoandikwa vitabu vya kwanza. Na kibiblia neno uwezo kwa lugha ya Kiyunani linamaanisha mamlaka, haki, uhuru halali wa kutenda, kuongoza na kumiliki. Amen. Tunazungumzia neno uwezo, na tunaanza kwanza kupambanua hili neno uwezo. Huwezi kuzungumzia neno ambalo halijulikani maana yake, na ndipo tunakwenda kusema katika lugha ya Kiyunani hili neno uwezo linamaanisha mamlaka, haki, uhuru halali wa kutenda, kuongoza na kumiliki. Mara nyingi hili neno linabeba maana ya nguvu, nguvu ya sheria, nguvu ya kiroho, aidha kwa mwanadamu au kwa Mungu mwenyewe, ya kufanya maamuzi, kutawala na kufanikisha mipango au makusudi ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Neno uweza mara nyingi linabeba maana ya nguvu
ya kisheria ya kiroho aliyo nayo mtu au Mungu mwenyewe ya kufanikisha au kufanya maamuzi, kutawala na kufanikisha makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Andiko la msingi linasema mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi. Tunaposema mauti, watu tunafikiria moja kwa moja kufa au kifo. Yaani kifo na uzima au kuishi viko katika uweza wa ulimi. Namna gani? Ni kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana katika mwili wa mwanadamu, lakini kauli zake zinaweza kufanya ufanikiwe au ukose mafanikio. Tunaposema mauti na uzima katika uwezo wa ulimi, tunamaanisha maneno yanayotoka au kauli zinazotoka katika kinywa chako zinaweza kufanya uishi au ufe. Na kifo tunachokizungumzia zaidi ni kifo cha uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasoma andiko au unasoma katika kitabu cha Yakobo sura yake ya 3, uanzie mstari wa 1 mpaka wa 10. Naamini kila mmoja ana Biblia, na kama hauna nayo ya kitabu uko nayo katika simu yako, soma andiko hilo la Yakobo sura yake ya 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 10. Biblia inaandika, inasema, ulimi kiungo kidogo sana, kimekuwa na uweza mkuu wa kuleta madhara au faida katika maisha ya mwanadamu. Na Yakobo anakwenda kulinganisha ulimi na moto wa kibiriti. Moto mdogo una uweza wa kuunguza msitu mkubwa, kuuteketeza kabisa. Unaweza ukaanzishwa hapa, alimeti unaweka hapa, na huo moto utawaka, utakwenda, utateketeza msitu mkubwa kabisa. Hivyo ndivyo ulimi nao unalinganishwa na huo moto. Ulimi kiungo kidogo sana katika mwili wa mwanadamu, kina uweza mkubwa wa kukuletea baraka au kukuletea laana. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunahubiri kwamba watu watakwenda mbinguni kuishi maisha ya milele pamoja na Kristo Yesu, ni wale wanaochunga ulimi wao. Na ikiwa tunazungumzia kwamba kuna mauti ya milele, yaani jehanamu iwakayo moto, watu watapelekwa huko, ni kupitia ulimi. Ndiyo maana Biblia inakuja ikasema hapa, ulimi, mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi. Yaani kupitia ulimi wako utakwenda kurisi ufalme wa mbingu au kwenda jehanamu ya milele. Bwana Yesu aturumie sana. Na tukiangalia habari za ulimi, ni kwamba tunaweza
tulete mifano katika sehemu mbalimbali. Tunaanza kwanza, tulete habari za ulimi au mafanikio kupitia ulimi kwa njia ya biashara. Tuseme wewe ni mfanyabiashara commerçant. Ulimi wako ndiyo soko yako ya kwanza kabisa. Kama wewe ni mfanyabiashara, ukijua kutumia ulimi wako kauli zilizo nzuri, unaweza kumshawishi mteja aweze kununua biashara yako bila hata kupangilia kwamba atanunua hicho. Lakini kwa sababu ya maneno mazuri, maneno matamu ambayo utampa, anaweza akanunua kabisa vizaa vyako bila hata mpango. Haya nimeyaona mimi kwa macho yangu Bukavu. Bukavu pale kuna vijana ambao wanajua kutetea biashara yao, kiasi kwamba sijui sehemu zote ambazo nilitembelea sijawahi kuona vijana kama wale wa Bukavu. Atakuletea biashara yake yeye, lakini kwa maneno atakushawishi utanunua kitu ambacho haukupangilia kukinunua, kwa sababu za kauli ambazo anatumia kupitia ulimi wake. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda na mfano mwingine kwa sekta ya wanandoa, kwa mfano, ndoa nyingi zimesitawi leo ni kwa sababu ya kujua kutumia ulimi, na ziko ndoa nyingi ambazo zimeharibika, zimekufa kwa sababu ya kauli zilizo mbaya. Kwa mfano, tuko Marekani, umetoka kazini, umekuja umechoka, baba au mama mmoja wapo amekuja amechoka, na mwenzi wako unapofika tu nyumbani umekuja umechoka, anakukaribisha na matusi au lawama kubwa kubwa. Inafanya nini? Inafanya hasira ndani ya moyo, na kama ataendelea, kuna ishara kwamba mnaweza mkafikana kumwili, mkapigana kabisa. Maana kupigana mara nyingi mtu apangilie kwamba leo nitakwenda nipigane. Ni kupitia maneno, kauli zinazotoka zilizo mbaya, ambazo zinatoka katika ulimi, zitakusababisha uweze kuchukua maamuzi mabaya. Bwana aturumie sana. Kauli yako mama, kauli yako baba inaweza kufanya mwenzi wako akusamee hata kama ulikuwa umetenda kosa kubwa mno, lakini kwa sababu ya maneno ambayo utatoa katika kinywa chako, anaweza kabisa akakusamee na mambo yakaishia pale, safari ya ndoa ikaendelea. Lakini ukatumia kauli zilizo mbaya, ndipo unakutana maamuzi yanachukuliwa, au mama anachukua maamuzi au baba anachukua maamuzi, hii safari imeishia hapa, nenda lwako na mimi naenda lwangu, kwa sababu ya ulimi, kiungo kidogo. Labda utaanza kujiuliza tena, mbona amesema atazungumzia uwezo na sasa anakaa ulimi. Katika maandiko inasema mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, na kwa sababu uweza huo unatoka kwa ulimi, ndiyo maana tunajaribu kugusa ngambo zote mbili, lakini pia uweza tutauendeleza hapo mbele. Nikienda kwa sekta nyingine, tuseme kwa mfano kwa wanasiasa. Wanasiasa wanapoanza kampeni zao,
wanatumia ulimi. Ukiwa na kauli zilizo nzuri, unaweza kushawishi wananchi wakupe kura hata kama hawakuwa na mpango wa kukuchagua wewe. Kwa kauli zako nzuri na tamu ambazo utakwenda kuzitoa, wananchi wanaweza wakakupigia kura. Tunaona mara nyingi mfano wa nchi sawa South Africa, wanatumia lugha ya kusema kwamba mimi nikipita basi wananchi ninyi mjue kwamba kazi zote mtazipata. Mtu wa kampeni kama hiyo South Africa anachaguliwa, na ndio maana mnaona mambo yanayoendelea South Africa, kupinga wageni, kufanya nini, ni udanganyifu wa ulimi tu. Bwana atuhurumie. Lakini tunaposema maneno yote haya, kuna methali ya Kiswahili ambayo inasema maneno matamu yalimtoa nyoka pangoni. Yaani ukitumia lugha nzuri ya kushawishi, inaweza kufanya mtu asiyekupenda akupende, mtu aliyekuwa na nia mbaya kwako aigeuze akakufanyia mema, kwa ajili ya ulimi wako ikiwa una kauli nzuri. Na kama nilivyosema, tunazungumzia uwezo, na Biblia katika Methali inatuambia mauti na uzima u katika uweza wa ulimi. Nikirudia huko nyuma, mama yetu wa kwanza Eva alitambua wazi kabisa kwamba akila matunda ya mti wa kati atakufa, maana Mungu alikuwa amewaambia hilo. Lakini kwa maneno matamu aliyoambiwa na Ibilisi Shetani kupitia nyoka, akashawishika, akala matunda, na mwishowe kifo kikaingia. Kwa sababu ya ulimi, Samsoni, mnaziri wa Mungu aliyepewa nguvu nyingi kutetea taifa lake, Biblia inasema wembe haukupita kichwani mwake. Lakini Wafilisti ambao walikuwa ndio maadui ya taifa la Israeli walikaa chini, wakaangalia, wakaona kwamba huyu Samsoni ambaye anatutesa anamtamani binti wetu Delila, basi lazima tupitie Delila ili tumpate huyo mtu ambaye anatutesa. Akatumiwa Delila kwa maneno matamu, akatumia ulimi wake kwa maneno matamu, akabembeleza Samsoni. Samsoni mwanzoni akawa anajifanya kama mgumu, lakini akazidisha maneno mazuri. Mwishowe Samsoni akatoa siri zake zote, kwamba mkitaka kuniweza mninyoe hizi nyele, nitakuwa sina nguvu. Haraka sana Delila akaenda akawaambia Wafilisti, akambembeleza akamnyoa zile nyele. Ni kweli nguvu zikamshia Samsoni, akawaita. Walipokuja walimkamata, zile nguvu hazikuwepo tena. Akapelekwa, wakamtoboa macho, na mpaka alivyokufa. Hata kama alikufa na maelfu ya watu, lakini
kwa nguvu za ulimi Delila alimweza Samsoni. Amen. Na Biblia kama inavyosema hapa, mauti na uzima u katika uweza wa ulimi. Ndugu zangu, Biblia inasema usiku umeendelea sana, asubuhi ni karibu. Tunangoja kuja kwa Yesu Kristo. Yesu anakuja kuchukua wale waliotengeneza ndimi zao. Kama unaenda kube ya hii andiko inasema waupendao na wao waupendao nini? Ulimi. Waupendao ulimi wao watakula matunda yake. Kuna zawadi ambazo zimeandaliwa kwa wale watakaoshinda taabu na shida zote za dunia hii, wale watakao kwenda sambamba na neno la Mungu. Kuna zawadi ambazo zimeandaliwa. Yesu Kristo anatuahidi uzima wa milele ikiwa tutashinda taabu na shida zote za ulimwengu huu ambazo ni za mpito. Na katika maandiko neno uweza unaonekana katika vipengele mbalimbali. Kwa upande wangu nimeandaa vipengele labda 4 tofauti ambavyo tutakwenda kuviongelea. Na bila kusita nianzie na kwanza. Kipengele cha kwanza tutazungumzia mamlaka ya kimungu. Amen. Tunazungumzia neno uwezo, na uwezo tulisema kwamba ni maana yake ni mamlaka, haki au uhuru halali wa kutenda, kuongoza na kumiliki. Kwa neno lingine linabeba maana ya nguvu ya kisheria au kiroho aliyo nayo mwanadamu au Mungu mwenyewe ya kufanya maamuzi, kutawala na kufanikisha makusudi. Na hivyo tunaanza kusema kwamba hiyo uwezo au mamlaka imejipanga katika vipengele 4 au sehemu 4 tofauti. Tunasema tutazungumzia mamlaka kwanza ya kimungu, alafu pili tutazungumzia uweza au mamlaka ya Yesu Kristo, na tatu tutazungumzia mamlaka kwa waumini ambao ndiye mimi na wewe, na mwishowe tutakwenda kuzungumzia uwezo au mamlaka yaliyopo katika neno la Mungu. Haleluya. Tukianzia na kipengele cha kwanza, mamlaka ya kimungu. Mungu ndiye chanzo cha uwezo au mamlaka yote ya kila aina au uwezo wa kila aina. Mungu ana uwezo kamili juu ya uumbaji, yani historia na maisha ya wanadamu. Mungu ndiye aliye na uweza wa mambo yote haya. Mungu ndiye kiumbe pekee aliye na uweza wa yote juu ya yote, akisemekana yote. Katika kamusi ya Kiingereza ya Oxford, kamusi kwa lugha za wenzetu inasemekana dictionary. Katika
dictionary ya Kiingereza ya Oxford, hili neno muweza wa yote, muweza yote, mwenye uweza wote, linafafanuliwa kuwa na uweza wa kila aina, wa level zote. Kwa maneno mengine, Mungu anapotaka jambo fulani litimilike, lifanyike, halina kizuizi, litafanyika, maana hakuna mpaka. Mungu akisha kusudia kitu hiki kiwe hivi, lazima kifanyike. Kama tunaweza kuenda katika historia za Israeli, taifa alilolichagua Mungu, na wao wakasema sisi tutatembea pamoja na wewe. Aliwapa masharti makubwa, akawaambia mkitaka kutembea na mimi Mungu, siendi njia za kona kona, mimi ninanyoka. Kwa hiyo Israeli, kitu kimoja nawaambia, msiwe na miungu mingine tofauti na mimi, niabuduni mimi peke yangu. Sitaki niwaone mnaabudu miungu mingine. Israeli wakatiki, wakasema ndiyo, tumekubali hilo na tutafanya hivyo. Mkifanya hivyo mtafanikiwa katika maisha yenu. Sijui nini kimepiga hivyo, nimeshtuka. Mtafanikiwa ikiwa mtakwenda kutii hiyo sheria. Mwanzoni kabisa Israeli walitembea vizuri wakati ile sheria, lakini walipoingia katika miji ya mataifa, maandiko yanasema kwamba Israeli wakaanza kuvunja ile sheria, wakaanza kuabudu miungu migeni tofauti na Mungu, miungu ya bahari na kadhalika. Kwa sababu Mungu ni Mungu asiyebadilika, na akisema neno lake linakaa amina, Israeli walipata mapigo mabaya. Waliuawa kwa upanga, nchi zao zikaharibiwa, wakapigwa kwa magonjwa ya ajabu ajabu ambayo inaitwa tauni, wakapigwa kwa njaa, shamba zao zikakauka, wakajikuta wako katika nchi ya ugeni, wakateseka huko. Kwa sababu Mungu akisha kusema hili litakuwa hivi, lazima litakuwepo. Na ndiyo maana tunasimama kila mara, ulimwengu mzima wa injilisi wanakwenda wanaambia watu, jameni, moto wa milele upo. Yesu Kristo atakuja kuchukua wale waliomwamini na ambao wanatembea wampendao. Kumpenda Mungu, maandiko yanasema kwamba ni kuzishika sheria na amri zake. Amen. Na hapo hapo tunaposema kwamba huyu mtu yuko kiroho, mtu kuwa kiroho si kwa sababu anahubiri sana, si kwa sababu ni mtu anakesha kwa maombi, si kwa sababu anasema na Roho Mtakatifu kwamba huyo ndiye yuko kiroho. Kuwa kiroho ni kutembea sawa sawa na neno la Mungu, kushika sheria na amri za Mungu. Huyo ndiye aliye kiroho. Unaweza ukasema, ukatabiri, ukafanya nini, ukahamisha milima, ukapasua mamikro na kuhubiri, lakini kama hautembei sawa sawa na neno la Mungu, wewe haupo kiroho. Na tunazungumzia juu ya uweza. Mungu ndiye kiumbe kilicho na uweza wa kila aina, uweza wote. Mungu ana uwezo juu ya mbingu na duniani. Amen. Ukitaka kudhibitisha hilo, soma katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18. Utakwenda kuona kwamba Mungu ndiye kiumbe pekee aliye na uweza wote juu ya mbingu na duniani pia. Na
mwanadamu ambaye sisi ni viumbe tulivyoumbwa na Mungu, tumepewa uwezo pia, lakini uweza tulio nao ni mdogo. Maana huo uweza una mipaka kwa ajili ya wakati, kwa ajili ya nafasi na nguvu ndogo tulizozipewa, tofauti na uweza wa kimungu. Mungu ana uweza mkubwa usiokuwa na mipaka. Yaani uweza wa Mungu unatiliwa tu mipaka na ile tabia yake ya kimungu, ndiyo inaweza kumtilia tu mipaka, tabia yake ya kimungu. Tofauti na hiyo, uweza wake alio nao hauna mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia neno uwezo, na tunajaribu kuzungumza kuhusu uwezo au mamlaka ya kimungu. Tukiondoka katika mamlaka ya kimungu, tulisema pia kuna uwezo au mamlaka ya Kristo Yesu. Yesu Kristo alipewa mamlaka na Baba yake, yaani Mungu. Ikumbukwe Yesu Kristo yuko pande zote mbili. Yeye ni Mungu mkamilifu na yeye ni mwanadamu mkamilifu. Kila upande ana 100%. Kuna sababu za yeye aitwe mwanadamu, kuna sababu za yeye aitwe Mungu, si ndio? Kwa hiyo Yesu Kristo naye ana mamlaka au ana uwezo aliyoupewa na Babaye mbinguni. Na hii ndiyo sababu au ndiyo maana Yesu Kristo alipokuwa katika ulimwengu huo, alikuwa na ubiri, alikuwa nafundisha watu neno la Mungu. Na katika kufundisha watu neno la Mungu, alifanya miujiza mbalimbali. Namna ya kufundisha kwa Yesu Kristo ilikuwa tofauti sana na mafundisho ya waandishi na Mafarisayo. Yesu Kristo wakati alipokuwa anafundisha neno la Mungu, alifundisha kama mtu mwenye uwezo, mwenye authority, tofauti na wale waandishi. Ukitaka kudhibitisha hayo maneno, soma Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura yake ya 7 mstari wa 19. Utakwenda kudhibitisha haya ninayoyasema, kwamba Yesu Kristo namna yake ya kufundisha ilikuwa ya mtu aliye na uweza na akafanya miujiza, tofauti na waandishi wengine, waandishi na Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sehemu ya 3 tulisema kwamba kuna mamlaka tuliopewa mimi na wewe, waumini wa Yesu Kristo. Tumepewa mamlaka, uwezo, authority ya kufanya mambo. Amen. Ukitaka kudhibitisha hilo kwamba wewe umepewa authority, una uwezo wa kufanya mambo, soma katika Injili ya Yohana sura yake ya 1, usome mstari wa 12. Biblia inaandika, inasema wote waliomwamini au waliompokea Yesu Kristo aliwapa uweza wa kufanyika wana wa Mungu. Kiroho, sisi kiroho tuko wana wa Mungu. Amen. Na Yesu Kristo alitenda ishara na kufundisha kwa authority kwa sababu ya uweza aliyoupewa na Babaye.
Na huo uwezo Yesu ameudelege kati yetu. Sisi tulioamini tuna uweza wa kiroho. Kwa hiyo unaposhindwa na jaribu legelege, ndiyo maana usisingizie kwamba Mungu ametaka. Mungu hajataka, ni wewe umetaka. Uwezo uko nao, umepewa autorite. Na ukiangalia pia katika andiko la Luka sura yake ya 10 mstari wa 19, Biblia inaandika, inasema kwamba tumepewa uweza wa kukanyaga nguvu za giza. Tunayo mamlaka ya kukanyaga nguvu za giza. Tunashindwa kwa sababu ya kupendelea miili yetu, kupendelea tamaa za miili ndizo zinatushindisha. Tunapojaribiwa tunashindwa, lakini uweza wa kushinda kiroho tumeupewa. Ninalotaka kukuhimiza ni kwamba tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Mbinguni hawaendi watu walegelege, watu wasiomiliki ndimi zao. Angalia sana unavyotumia ulimi wako. Watu wengi kabisa ambao tunajifanya kuwa watakatifu, lakini ndimi zetu tunazitumia sana katika kuteta. Yule mtu fulani hivi na hivi, unachambua, unamtupa pale. Lakini Biblia inasema unapoona ndugu yako amekosa, ameanguka, si sababu ya wewe kwenda na nenda ukamuone, ukamuonye, tazama hiki kinachokwenda hivi hivi hivi, akiendi vizuri, sema naye. Sio ufike hapa usimuone yule si Mkristo kitu, angalia hivi na hivi, humsaidii. Na huo ulimi wako unakupeleka ni jehanamu. Bwana Yesu atuhurumie. Waumini tumepewa mamlaka ya kukanyaga nguvu za mwovu ibilisi shetani. Ana uweza juu ya wana wa Mungu, maana tumepewa nguvu za kiroho. Amen. Na mwisho kabisa tunakwenda kuona kwamba ziko nguvu katika neno la Mungu. Kuna mamlaka iliyo katika hili neno la Mungu. Mungu hakutupa hili neno bure. Neno la Mungu linatajwa kuwa hai na lina nguvu, uweza wa kubadilisha maisha, kuponya na kufunua mawazo ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Petro alipokuwa akitembea, akamkuta mtu ambaye alikuwa na matatizo. Alitumia neno na kuamuru kwa neno la Mungu, simama uende. Neno lina nguvu ya kuponya, kufunua mawazo ya moyo. Hii ni nguvu nyingine ambayo tumepewa sisi waumini, kutumia neno la Mungu. Hata katika maombi yako, ukikumbuka andiko, na maandiko yanasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lina uhai. Ukitumia neno la Mungu kwa kuomba, mkumbushe Mungu
maandiko inasema hivi na hivi, unasema tukuombe au tukuite wakati wa shida, nina shida hii, Mungu ninaomba unitetee, unifanyie hiki, kwa kutumia maandiko. Mungu hajageuka, hajawa mwongo. Ukiomba kwa imani utakipokea kile kitu. Kwa hiyo neno la Mungu nalo hilo lina nguvu, lina uweza, lina mamlaka ya kubadilisha maisha yako. Angalia ulivyokuwa kabla haujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ulitembea katika anasa mbalimbali. Wengi wetu hapa, kurasa zetu za kabla hatujawa wa Kristo zikifunguliwa, zingine zinanuka, zina haya, haziwezi kusemeka, ziko mbovu kabisa, zinajaa matope. Lakini kwa uweza wa neno la Mungu, ukimuona Omona wa leo na Omona wa jana, unasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha maisha na kuponya. Niliwapa ushuhuda siku moja hapa wa mwanangu Msambia. Singekuwa naye, tuliondoka tukakatazwa na mke wangu kwamba tusiende. Mtoto mwenye anazaliwa huku karibu na maji ya Tanganyika, akienda mdogo kule vilimani, hakuwake anaenda kufa, kwa sababu ya tatizo niliyokuwa nayo ya ufukara, maskini ulikuwa umepindukia. Sikusikia, tukaondoka na mtoto tukaenda machimboni, twende tutafute oro. Ile kufika tu, mtoto akaingia kwenye epidemia yenye tulikuta kule ya kolera. Tulitunzisha, havikuwezekana. Ilifika wakati moja mganga akatoka akatuambia mtoto ametuacha. Nikasikia kule mama mdogo ambaye tulikuwa tumemfuata wameanza kulia. Nilimlilia Mungu, nikamwambia Mungu, hili jaribu limepita, limepindukia akili zangu, sijui ninaweza kusema nini kama huyu mtoto atapotea, maana nilionywa, lakini kwa akili zangu nikakankama, nimekuja na sasa mtoto tayari amesemwa amekufa. Sijui ninaweza kusema nini na ndugu zangu. Mungu, ninaomba ulivyofanya ile ishara kwa Lazaro aliyekufa, amekufa siku 3 akafufuka, ninaomba unisaidie. Nilikuwa nalia, niko nalia na ninaomba. Nikaingia nikakuta wamama wamefunga kabisa macho ya mtoto, tayari amekufa mke wangu. Nikaendelea kuomba Mungu, nikashtuka. Mama yule tulikuwa namfuata, mama mdogo, ngoja mtoto amefungua macho, mtoto. Na watu wengine wakapata kuraje pale, mdogo yangu na wengine wakasema hapana, kuna mama mmoja wa maombi pale, tuchukue mbio twende tusaidiane naye. Wakachukua mtoto mbele, mimi namchukua mke wangu, naenda tunambembeleza, anambia tumtumaini Mungu. Walipofika pale, kumbe wale ndugu zangu walikuwa na tabia ya kumtusi yule mama. Yule mama akaanza kuwafukuza na mtoto. Sasa mimi nilipofika nikamtii yule mama, akasema uko na bahati Juni, we njoo baba yake ya mtoto. Baba nakuwa nisema mubaya sana, singeitika bakuye na mtoto yabo hapa. Tukakaa pale tukaanza maombi, tulifanya maombi mpaka jinsi mtoto alipona completely pale ku maombi. Hiyo ninataka kukuambia kwamba neno la Mungu linaponya na lina nguvu, linabadilisha. Ukitaka kudhibitisha hilo pia, fungua kitabu chako cha Waebrania sura 4 mstari wa 12.
thibitisha kwamba neno la Mungu lina nguvu na uwezo wa kubadilisha maisha, kuponya na kufunua mawazo ya moyo. Mara nyingi kama una neno la Mungu ndani yako na jaribu linakuja, moja kwa moja neno la Mungu linakujia. Hata kama utakataa kutii ile sauti ya Roho Mtakatifu inayokuambia, lakini itakurevele neno la Mungu linasema hivi. Lakini wewe kwa ajili ya tamaa ya mwili ndipo unaweza kupindukiwa na ukafanya kama vile ibilisi anavyokuongoza, lakini tayari neno la Mungu linakushuhudia. Kwa hiyo neno la Mungu pia lina uweza, na usipotee, tulikuwa tunazungumzia neno uwezo, na tulisema uwezo ni mamlaka, haki, uhuru halali wa kutenda, kuongoza au kumiliki. Mara nyingi unabeba maana ya nguvu ya kisheria, ya kiroho aliyonayo mtu au Mwenyezi Mungu, ya kufanya maamuzi, kutawala na kufanikisha makusudi. Hiyo ndiyo maana ya neno uwezo. Na tukazungumzia uwezo katika tabaka mbalimbali. Tukazungumzia pia kuhusu kiungo cha ulimi ambacho ni kiungo kidogo, lakini Biblia inasema hapa mauti na uzima vi katika uweza wa huo ulimi au hicho kiungo kidogo. Na mtu akiupenda ulimi atakula matunda yake. Ndugu zangu, tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Mambo tunayoyaona yanayopitika ulimwenguni sio ya kawaida. Watu wengi wanasema hiyo tangia mababu zetu, hiyo dunia inasemewaga tu, dunia itafika mwisho, dunia itakufa, dunia hivi na hivi. Lakini mambo tunayoyaona sisi yanadhibitishwa katika Biblia. Maandiko yanakwenda yanatimia machoni kwetu. Mababu zetu hawakuona mto Efrati kukauka, lakini hivi umekauka. Nenda Google uangalie mto Efrati, mto mkubwa wa miaka maelfu, unakuwaka mkubwa, unajaa maji, hivi umekauka, hauna maji. Na Biblia inaandika siku za mwisho utakauka, ili kuwapisha watu waende kupigana na Israeli. Maandiko yanasema kwamba siku za mwisho watu watajaa maarifa. Ukiangalia mambo yanayotendeka leo, maarifa ni mambo ya ajabu. Unione umona niko katika kitu kama kile. Mababu zetu hailikutokea. Teknolojia ni ya hali ya juu. Zamani nikitaka kuzungumza na mtu Afrika, kwanza kabisa kabla posta hazijaja, tuseme kwanza kabla magari ilikuwa niandike barua hapa ya kwenda Kentucky, inaweza kufanya sijui karibia mwaka ili ifike hapo. Maana inaondoka kwa mguu inafika Saint Louis, mwingine anaibeba, mwingine, mpaka ifike Kentucky miezi na miezi. Hivyo ndivyo alivyo communicate mababu zetu. Lakini leo mimi sina haja hiyo. Dakika hii moja ni nyingi. Tayari sauti yangu imeshafika, hata Afrika imeshafika, sehemu zote ulimwenguni imefika. Teknolojia imekuwa ya hali ya juu. Dalili za siku za mwisho, mambo yanatimilika usoni kwetu. Tujue kulinda ndimi zetu. Tuangalie namna tunavyojikomporte sisi kama waumini, sisi kama watu tuliopewa uweza wa kukanyaga nguvu za ibilisi shetani. Tumepewa uweza huu wa kiroho na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Lazima ujue kutumia madaraka ulio nayo.
umepewa madaraka kama mama, umepewa madaraka kama baba, umepewa madaraka sijui kwa level yoyote ile. Huo uwezo, hiyo mamlaka ulio nayo, ujue namna ya kuitumia. Usije ukalewa na ulimi wako alafu ukakupeleka jehanamu. Jehanamu ni kweli ipo na imeandaliwa wale ambao watakwenda tofauti na sheria za Mungu. Tunaambiwa kumpenda Mungu, tumpende Mungu. Na kumpenda Mungu ni kutii sheria zake, kutii amri zake. Tukitembea sawasawa na neno la Mungu, zipo taji ambazo zimewekwa kwa ajili yetu. Kumbuka andiko tulilolisema linasema, mtu akiupenda ulimi atakula matunda yake. Tunasema tuna complete ulimi. Nasema ukiupenda utakula matunda yake. Ukiupenda nini? Ulimi. Maana huku mwanzo imeanza mauti na uzima uko katika uwezo wa ulimi. Na ukiupenda huo ulimi, ujue mbingu ziko wazi kwa ajili yako, utaingia mbinguni. Lakini usipotumia ulimi wako chonde chonde, jehanamu inakungoja. Sio moto huu wa kawaida, na huu moto wa kawaida ukifikisha kidole ukipata kukidole chako unalia vikali, lakini huo moto hautakuteketeza, utapata mateso ya milele. Yesu anakuja, yuko mlangoni. Tuangalie tunavyozungumza, kauli za vinwa vyetu, maneno tunayoyasema, tabia tunayokuwa nayo lazima inyohoke. Mungu wetu si Mungu wa nyoka nyoka, yeye anakwenda direct. Tutakwenda kuhukumiwa sawasawa na matendo yetu, sawasawa na ndimi zetu. Tujiangalie tunavyokwenda, ili siku moja tupate kuingia katika uzima wa milele. Na Bwana atubariki wote. Amen.